Habari ya muda huu, nikukaribishe katika kipindi chetu kingine leo ambacho tutaenda kujifunza ugonjwa wa manjano kwa watoto wachanga. Kuna muda watoto wanazaliwa wanapata hali ya manjano, na kama mzazi unaweza ukashangaa kwa sababu gani mtoto wangu anabadilika rangi anakuwa manjano. Huwa ni ugonjwa unatokea kwa watoto wachanga. Sasa ugonjwa huu wa manjano huwa unatokea pale ambapo kuna deposition ya nyongo au bile kwenye maeneo ya ngozi, na ugonjwa huu huwa unaonekana kwenye maeneo ya macho, lakini pia kwenye maeneo ya ngozi sehemu tofauti tofauti za mwili. Inaweza kuonekana kwenye viganja vya mikono, kuonekana shingoni, usoni, inategemea na grade pia ya huu ugonjwa ulivyo. Na ugonjwa huu wa manjano huwa unaweza ukatokea katika namna mbili. Unaweza ukatokea katika hali ambayo ni ya kawaida, lakini pia unaweza ukatokea katika hali ambayo ni ya ugonjwa. Kwa hivyo hapa tuna aina mbili za neonatal jaundice. Neonatal jaundice ipo design mbili, tuna physical neonatal jaundice, lakini pia tuna pathological neonatal jaundice. Kwa hivyo physical neonatal jaundice ni hali ambayo mtoto anapitia hali ya manjano, lakini inakuwa sio ugonjwa, inakuwa ni kawaida ya mwili. Na hii mara nyingi huwa ni kwa sababu ya uchanga wa ini la mtoto mdogo linakuwa halina uwezo wa kuweza kuchakata vizuri hiyo nyongo. Kwa hivyo mtoto anapitia hali ya manjano. Na katika hali hii ambayo ni ya kawaida sasa, mtoto huwa inamtokea baada ya masaa 24 ya kuzaliwa, hasa kwa watoto ambao wanakuwa wamezaliwa katika umri wa mimba miezi 9. Na hali hii ya manjano ambayo ni ya kawaida yenyewe huwa inakaa kwa muda wa siku 3 mpaka siku 5, mara nyingi inatokea hapo, na huwa inaondoka yenyewe kwa inapofikia siku 7 mpaka siku 14. Ila ikitokea zikafika mpaka siku 14 na ugonjwa na hali hii ya manjano haijaondoka, hii sasa inaweza ikabadilika ikawa ni ugonjwa. Lakini pia katika hii physiological neonatal jaundice yenyewe mtoto anakuwa yupo kawaida kabisa, hana kiashiria chochote cha kuonesha ana hitilafu yoyote isipokuwa tu ni hiyo hali ya manjano. Na hii huwa hatuiogopi kwa sababu ni kutokana na uchanga wa ini la mtoto haliwezi kuchakata vizuri ile bile au nyongo. Lakini aina ya pili inaitwa ni pathological jaundice. So hii pathological jaundice ndio ugonjwa wenyewe sasa wa manjano kwa mtoto mdogo. Na mara nyingi hii huwa inatokea ndani ya masaa 24 baada ya mtoto kuzaliwa. Na kwa wale ambao ni mtoto ambao atazaliwa ni njiti, mtoto yote ambaye atazaliwa ni njiti na kapitia hali hii ya manjano ndani ya masaa 24 baada ya kuzaliwa, hii inakuwa ni ugonjwa. Na kwa wale ambao hapo tena mara nyingi unakuta inakuwa ni zaidi ya siku 14 yenyewe inaendelea kuwepo, na huwa haiondoki yenyewe, huwa mpaka inahitajia matibabu. Lakini pia kwa hii ambayo ni pathological yenyewe mtoto anakuwa anaambatana na dalili nyingine tofauti tofauti, sio tu manjano peke yake, na hii huwa inakuwa kubwa zaidi, inafika mpaka grade ya 5. Sasa kipi ambacho kinasababisha mtoto apate ugonjwa huu wa manjano? So tuna risk factors, lakini pia tuna causes. Tuanze na sababu hatarishi au tabia hatarishi ambazo zinaweza zikamfanya mtoto akapata ugonjwa huu wa manjano. Hali hatarishi ya kwanza ni preterm baby. Mtoto akizaliwa kinjiti, akizaliwa mimba haijakamilika miezi 9, anaweza akapitia hali hii ya kupata ugonjwa wa manjano. Lakini pia low birth weight babies, mtoto akizaliwa chini ya uzito ambao kwa kawaida mtoto anatakiwa azaliwe na uzito kuanzia kilogramu 2.5 mpaka 3.5. So mtoto akizaliwa chini ya hapo inamweka kwenye uhatari wa kuweza kupata ugonjwa huu wa manjano. Lakini nyingine ni maternal DM. Ikitokea mama wakati ni mjamzito alikuwa ni mgonjwa wa kisukari, inaweza kumhatarisha mtoto wake kuweza kupata ugonjwa huu wa manjano. Lakini pia tuna previous history ya neonatal jaundice, kama mama amewahi kujifungua mtoto na akapata ugonjwa huu wa manjano, hasa ugonjwa ambao ulihitajia mtoto ule atibiwe kwa dawa, inaweza kumweka katika uhatari pia mtoto mwingine atakayezaliwa apate ugonjwa huu wa manjano. Lakini pia tuna previous history of hemolytic disease, kama mama
amewahi kujifungua mtoto na mtoto huyo akapata matatizo ambayo yanatokea kwenye group zake za damu, yakamsababishia akapata upungufu wa damu, akapata ugonjwa huu wa manjano. Kwa hivyo hata mtoto mwingine pia ipo katika uhatari. Lakini pia tuna issue ya vinasaba pia inahusika, inaweza pia kumweka katika uhatari mtoto kuweza kupata ugonjwa huu wa manjano. So hizi zilikuwa ni sababu hatarishi ambazo mtoto akiwa nazo, au wakati mwingine baadhi ya sababu akiwa nazo mama. Kwa mfano kama mama akiwa na kisukari, zinaweza zikampelekea mtoto atakayezaliwa aweze kupata tatizo hili la manjano. Lakini tunazo sababu sasa, tunazo causes ambazo zinaweza kusababisha mtoto akapata ugonjwa huu wa manjano. Sasa sababu hizo, ya kwanza ni serious bacterial infection. Mtoto akipata maambukizi makali ya bakteria yanaweza yakasababisha akapata ugonjwa huu wa manjano. Kwa hivyo mtoto anazaliwa, lakini ndani ya masaa 24 ya mwanzo anaanza kubadilika rangi, anakuwa wa njano, ngozi yake inaanza kuwa ya njano, macho yake yanakuwa ya njano. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepata maambukizi ya bakteria. Lakini sababu nyingine, tuna congenital syphilis and other intrauterine infections. Mama wakati ni mjamzito akiumwa ugonjwa wa syphilis au kaswende, inaweza ikamsababisha mtoto atakayezaliwa apate ugonjwa huu wa manjano. Ama tena wakati mtoto yupo tumboni, kama mama alikuwa na maambukizi akamwambukiza mwanae akiwa ndani ya tumbo la mama, anaweza akapata shida hii ya ugonjwa wa manjano baada ya kuzaliwa. Lakini pia tuna some liver diseases, baadhi ya magonjwa ambayo yanaathiri ini, kwa mfano kama hepatitis ambayo ni maarufu kama homa ya ini, inaweza kumsababisha mtoto akapata shida hii ya homa ya manjano. Lakini sio hivyo tu, tuna hemolytic diseases of the newborns. Mtoto anaweza akazaliwa na akawa na hitilafu kwenye damu yake na magrupu ya damu ambao pia yanasababisha kwamba kuna incompatibility ya zile blood groups. Kwa hivyo inaweza pia ikaathiri utendaji kazi wa ini, ikashindwa kufanya kazi zake vizuri, ikapelekea mtoto akapata ugonjwa huu wa manjano. Lakini si hivyo tu, sababu nyingine tuna maternal drugs, baadhi ya madawa mama katika kipindi chake cha ujauzito akiwa anazitumia zinaweza zikamfanya mtoto atakayezaliwa apate ugonjwa wa manjano. Lakini pia tuna matatizo ya kihormone, kwa mfano kama hypothyroidism. Ni matatizo ambapo thyroid hormone inakuwa inazalisha kiwango kidogo cha hormone T3 T4 zile. Kwa hivyo hizi ni sababu sasa ambazo zinaweza zikamfanya mtoto apate ugonjwa huu wa manjano. Na ugonjwa wa manjano una grade, una madaraja, ambapo hii huwa tunamtumia Cramer's rule kwa ajili ya kuweza kujua kwamba mtoto ameathirika vipi na ugonjwa wa manjano. Lakini hii nayo pia huwa inatusaidia kuweza kutofautisha manjano ambayo ni ugonjwa na manjano ambayo si ugonjwa. Tulisema kwamba tuna aina mbili za manjano ambayo inaweza kutokea kwa watoto wachanga. Kwa hivyo kwa ile ambayo si ugonjwa yenyewe huwa inaanzia kwenye grade 1 mpaka grade 4, lakini kwa ile ambayo ni ugonjwa huwa inafika mpaka grade 5. So hizi grade sisi tutazijua vipi? Cramer's rule imezigawanya hizi jaundice katika grade 5, kuanzia grade 0 mpaka grade 5. So grade 0 ni pale ambapo mtoto anakuwa hana manjano kabisa. Lakini grade 1 mtoto anakuwa na manjano kwenye maeneo ya uso pamoja na shingo. Kwa mtoto atakuwa ni manjano ukimwangalia usoni, kwenye macho mpaka shingoni anakuwa ni manjano. Lakini sehemu nyingine anakuwa na rangi yake ya ngozi ya kawaida. Hiyo ni grade 1. Lakini grade 2 mtoto anakuwa ule unjano sasa unazidi, unahama kutoka kwenye uso, shingo, unafika paka kwenye maeneo ya kifua, juu ya kitovu pamoja na mgongoni. Hiyo inakuwa ni grade ya 2. Lakini grade ya 3 unjano ule unaendelea kutapakaa, unakuwa tena upo kuanzia tumboni chini ya kitovu paka kwenye magoti. Lakini grade ya 4 ule unjano tena unazidi kutapakaa zaidi, unashuka paka kwenye miguu chini ya magoti, lakini pia unafika paka kwenye maeneo ya mikono. Alafu grade ya 5 sasa unatapaka mwili mzima, unafika paka kwenye unyayo pamoja na viganja vya mikono. Kwa hivyo kutumia hizi grade ni rahisi kuweza kujua kwamba mtoto either ana pathological au ana physiological jaundice. Sasa kwa huu ugonjwa sasa wa pathological neonatal jaundice, hapa mtoto anakuwa ana dalili nyingine ambazo hizo dalili nyingine pia huwa zina phase 3. Zina
madaraja matatu, ambapo daraja la kwanza mtoto anakuwa ni wanjano ndio kimuonekano, lakini pia anakuwa ana lethargy, mtoto anakuwa dhaifu hali, mtoto amelegea sana. Watoto wanakuwa wana hypotonia, mtoto muda mwingi anakuwa amelainika, masotonsi zake zinakuwa zipo very weak. Lakini hapa watoto huwa wanakuwa na poor feeding, hawawezi kunyonya vizuri, na muda mwingi wanakuwa wamelala tu, wanakuwa na increasing sleeping patterns. Muda mwingi watoto wanakuwa wamelala. Hii katika phase ya kwanza. Lakini katika phase ya pili ambayo tunaita ni intermediate phase, hapo watoto wanakuwa na increasing irritability, watoto wanakuwa hawatulii. Muda wote katoto kana hangaika tu akatulia, lakini pia kanapitia circumstances za maumivu. Huwa kanakuwa anapata maumivu ya mgongo, lakini pia maumivu ya shingo. Lakini ukiachilia mbali hizi phase mbili, tunayo phase ya tatu ambayo ndio severe phase, na mara nyingi inakuwa inahusisha watoto wanakuwa wanafikia mpaka hali ya kuzilai na wanakuwa hawawezi kula kabisa. Kwa hivyo kwa mtoto ambaye ana manjano lakini pia akawa na muunganiko wa hizi dalili ambazo tumezielezea kwa mujibu wa phases, hiyo sasa ndo ni manjano ambayo ni ugonjwa na huwa yanahitajia matibabu. Sasa baada ya kuona mtoto yupo katika dalili kama hizi, inabidi kama mzazi uhudhurie katika vituo vya afya au hospitali ili mtoto aweze kupatiwa huduma za kitaalamu. Na hapa huwa zinahusisha tiba za dawa, wakati mwingine huwa zinahusisha tiba za mwanga, phototherapies. Na wakati mwingine baada ya kuwa mtoto amepata hali ya manjano, deposition ya zile bilirubin, huwa watoto wanakuwa wanawashwa sana. Kwa hivyo miongoni mwa madawa ambayo watapewa ni miongoni na madawa ya kuweza kutuliza miwasho, kuweza kumsaidia mtoto asiwe anajikuna sana, kwa sababu deposition ya bilirubin huwa inasababisha pruritus, watoto wanakuwa wanawashwa sana. Kwa hivyo mtoto akishafikishwa katika kituo cha afya, kuna vipimo maalum ambavyo atafanyiwa kwa ajili ya kuweza kugundua tatizo, kama vipimo vya ini na vipimo vinginevyo. Lakini pia matibabu yake sasa yataanza. Kwa hiyo anaweza akawa anahitajia matibabu na pharmacological pamoja na pharmacological, matibabu ambayo hayahitaji dawa, lakini hapo ambayo anahitajia dawa, bali zaidi hapo ambayo anahitajia tiba mionzi. So kama mtoto ikitokea amepitia hali hizi na hajapelekwa hospitali au kacheleweshwa, hajapatiwa matibabu, huwa wanapitia katika hali ya complication. Kuna madhara ambayo huwa wanapata, na hii mbaya zaidi huwa inaweza ikaenda kuathiri mpaka ubongo. Ikitokea zile bilirubin au ile nyongo ikipita paka kwenye ubongo, inaweza kusababisha matatizo ya afya ya akili. Inaweza kusababisha paka ubongo wake ukapata hitilafu na mtoto akaanza kupata vitu kama utindio wa ubongo, kwa maana cerebral palsy, na matatizo mengine mengi.